Habari za mchana ndugu zangu waandishi wa habari, mashabiki wa klabu ya Young Africans na mashabiki wa klabu ya Simba Sports. Mkurugenzi, Azam pia wapo? Tayari radhi kwa kuwasahau. Habari za wakati huu ndugu zetu wa Azam Football Club. Kwa sababu mko wachache, ni vyema wakati ujao muwai siti za mbele iliwe rahisi kuwaona. Hayupo? Kumbe ameniingiza chaka. Sawa. Mkurugenzi, kwa niaba ya taasisi hii ya moyo hapa Muhimbili, kwa niaba ya watendaji wengine, sisi Club ya Young Africans tunashukuru sana kwa fursa hii ambayo mnakwenda kuitoa kwa wadau, wapenzi na mashabiki wa klabu ya mpira wa miguu. Mchezo wetu huu ni mchezo ambao unahusisha hisia 100%. Football ni mchezo wa hisia, na kama kuna watu wapo karibu kupata matatizo ya moyo, basi mimi naamini ni watu ambao wanajihusisha na kuupenda mchezo wa mpira wa miguu, kwa sababu hisia zote ziko hapo na mashabiki wetu wanacheza na hizo hisia kila wanapokuja uwanjani. Kwa linapotokea jambo kama hili, na kwa nafasi yenu, licha ya kuwa na gharama kubwa vifaa hivi ambavyo mko navyo, lakini mnaitumia mechi hii ya mashabiki wa Yanga na Simba kuja kutoa huduma, kuwapima tena bila gharama yoyote. Sisi ni jambo ambalo tuna kila sababu ya kuwapongeza na kuwashukuru sana kwa hichi ambacho mmefanya. Mwanzoni tuliona ni mechi tu ya kawaida, kwamba tutakwenda, tutacheza, tutafurahi. Lakini hapa tulipofika, kumbe tu sio mechi ya kawaida. Ni mechi ambayo inakwenda kusaidia na jamii kubwa ambayo ina uhitaji hasa kwenye matatizo haya ya moyo. Kwa hiyo tunawashukuru sana. Naamini kama itafanyika research vizuri kabisa katika kipindi hiki cha miaka minne, usione watu wamekuja hapa wamependeza vizuri, lakini sisi Yanga tumesababisha shida nyingi sana kwa hawa. Kwa hiyo fursa kama hii ambayo imekuja inatusaidia sasa kwenye ubinadamu kuona kwamba kama tulikuwa tuna mipango ya kupooza, tusipooze chochote, kwa sababu tukishawashona tiba ipo. Hatutawapoteza ndugu zetu, marafiki. Hawa ni ndugu zetu mheshimiwa. Tunapishana dakika 90 tu pale uwanjani, lakini ni ndugu zetu. Wengine tumeoa huko kwenye timu zao, lakini kisha dakika 90 tunatakiwa tuwe ndugu, na sifa ya undugu ni kujali mwenzako. Kwa hiyo kama watakuja kwa wingi, na hii ni fursa kwenu bwana. Zungumza na mashabiki wa Simba hapa, ni fursa kwenu hii. Mjitokeze kwa wingi, kwa sababu mtakwenda kuangaliwa katika hichi kipindi ambacho Pacome yupo, mmeathirika kwa kiasi gani. Kunikazia macho hivyo kusaidika. Kitachosaidia ni wewe kuwashtua ndugu na rafiki zako ambako mnashangilia hiyo timu, mje kwa wingi KMC, mpate vipimo sahihi kujua madhara ambayo mko nayo kipindi hiki. Na sisi mashabiki wa Yanga najua tunapata raha, lakini kucheki afya pia ni muhimu. Si ndio bwana tunapata raha Yanga, tukawa tunashughulikiwa sehemu nyingine. Maisha haya. Ndio bwana. Haya mambo ya maisha haya. Wenda Yanga inashinda vizuri, unafurahi, ukirudi nyumbani shida ya moyo inaanza kukutafuta. Kwa hiyo na sisi pia tuwahi jamani. Tuwahi kwa wingi, tukafanye vipimo. Mkurugenzi amezungumza hapa, mnaweza kuona kama ni kitu cha kawaida, lakini gharama ambazo ungekuja wewe kuzipata hapa kupima, pengine ungepata shida kidogo. Lakini fursa hii imekuja, na amezungumza mkurugenzi hapa, Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Vifaa vipya bora vimekuja hapa,
na waheshimiwa wanavileta pale kwa ajili yetu sisi mashabiki wa Simba na Yanga. Kwa hiyo ni fursa kubwa na ninawaomba tuitumie, tusichezee fursa. Siku ya Jumapili mapema pale tuje tupime, tuangalie afya zetu zipo katika kiwango kipi. Kwa haya machache mheshimiwa, kwa sababu jambo hili linahusu zaidi wagonjwa, tuwape nafasi pia wagonjwa wenyewe wazungumze ni kwa kiasi gani wamelipokea hili jambo kwa furaha kubwa. Asante sana. Habari za mchana ndugu zangu waandishi wa habari, mashabiki wa Simba, mashabiki wa Yanga, wafanyakazi wa taasisi ya moyo ya JKCI wakiongozwa na mkurugenzi wao Dr. Peter, sisi Simba Sports Club pamoja na mashabiki wa timu ya Yanga, tunayo furaha kubwa kufika hapa hii leo kwenye taasisi hii muhimu kwenye mustakabali wa afya za Watanzania wote. Mwanzoni wakati tunaandaa tukio letu hili la mechi, lilikuwa makusudi ya msingi ni watu kwenda kupata burudani. Lakini kadri siku zinavyozidi kubadilika na kuelekea katika tukio lenyewe, jambo linazidi kuongezeka thamani na linazidi kubadilika siku hadi siku. Na hii leo tunao furaha kubwa sana sisi kama wasimamizi wa mechi hii kuipokea JKCI ama taasisi ya moyo kuingia kwenye jambo letu hili na kutoa msaada mkubwa wa kiafya kuelekea katika siku yetu hiyo. Kwa wale ambao wameshawahi kupitia madhila ya kuuguza ama wao wenyewe kuugua, wanafahamu ni kwa namna gani kuna thamani kubwa ya kupata vipimo, ama kuna gharama kubwa na mchakato mkubwa wa kuendea kwenye hivyo vipimo. Lakini kupitia mechi hii ya mashabiki wa Simba na Yanga, tunakwenda kupata vipimo kwa haraka na kwa bure bila gharama ya aina yeyote ile. Yaani nauli yako utakayolipa kutoka nyumbani kuja uwanjani, hiyo ndiyo itakayokuwezesha wewe kufanya vipimo chini ya madaktari bingwa wa JKCI. Kwa ndugu zanguni mashabiki wa timu hizi mbili, hii ni fursa adhimu ambayo imekuja kwetu bila kugonga hodi. Tuna kila sababu ya kuichangamkia, tuna kila sababu ya kufanya vipimo hivi. Haijalishi umeshawahi kusikia dalili za ugonjwa wowote katika mwili wako. Inawezekana ukawa unajiona ni mzima kabisa hapo ulipo, lakini kiuhalisia unahitaji kufanya vipimo ili ujiridhishe ya kwamba kweli wewe ni mzima kwa 100%. Kwa ndugu zanguni, wale wote ambao watakuja kwenye mechi hii, kwanza mechi yenyewe ni bure, lakini vipimo vile vile ni bure. Kwa huna sababu yeyote ya wewe shabiki ukaacha kwenda kufanya jambo ambalo halikugharimu kitu chochote. Lakini kuna utaalamu vile vile tumewasikia hapa wa lishe, na wenyewe watakuwepo, na wenyewe watafanya kazi ya kutoa elimu juu ya masuala ya lishe. Ni jambo la msingi kweli kweli ambalo sisi mashabiki hatupaswi kuiacha hii fursa ipite hivi. Lakini inawezekana huna hata mpango wa kuja kwenye mechi siku hiyo, una shughuli zako tu nyingine, na wewe tukukaribishe vile vile. Hatubagui, hatuchagui, ili mradi upo katika ardhi hii ya Tanzania. Ukija pale katika uwanja wa KMC siku ya Jumapili na ukawa na uhitaji wa kufanya vipimo, utafanyiwa vipimo, utapewa ushauri unaotakiwa, na baada hapo utaondoka hata kurejea nyumbani kama hautaki kuingia uwanjani kwenda kushuhudia hii mechi. Kwa hiyo mtu asifikiri kwamba ni kwa wale ambao watakwenda tu uwanjani kuangalia mechi. Hata kama wewe unahitaji kwenda kufanya vipimo lakini hauna mpango wa kuja uwanjani, na wewe njoo ufanye vipimo, kwa sababu una haki ya kufaidi mema ya Tanzania yako. Njoo ufanye vipimo, ukutane na wataalamu, na sio tu madaktari,
ni madaktari bingwa wa moyo, madaktari bingwa wa magonjwa yasiyoambukizwa. Wote watakuwa hapo kwa ajili ya kukuhudumia wewe Mtanzania, kukuhudumia wewe mwana Simba, kukuhudumia wewe mwana Yanga, ili mradi ujue status ya afya yako. Mimi nirudie tena kushukuru taasisi hii ya JKCI chini ya Dr. Kisenga. Kusema kweli mmefanya jambo kubwa na jambo bora kweli kweli, lakini ubora wa jambo hili hautakuwa na tija ama maana kama watu tusipojitokeza kwenda kufanya hivyo vipimo. Mwisho kabisa, ndugu zangu mashabiki wa Simba na Yanga popote mlipo Tanzania hii, tunawakaribisha tena katika mchezo wetu huu. Maandalizi yanazidi kuwa mazuri na maandalizi yanazidi kuwa bora na kila kitu kinakwenda vizuri kwenye upande wa maandalizi. Siku hiyo tutakuwa na burudani za kutosha, lakini kwanza unakuwa umeshajua status ya afya yako, ili ukiingia ndani uingie ukiwa unajua unakwenda kufanya kitu gani. Na kwa kuwa sisi tumepanga kuchukua huu ubingwa wa kesho kutwa, maana yake inabidi madaktari watuelezee tunatakiwa kushangilia kwa kiwango gani. Si furaha inaweza ikananie tujue tunashangilia kwa kiwango gani ili furaha isije ikatudhuru. Baada ya kusema hayo ni sawa, kufungwa ungeulizia wewe. Unauliza kufungwa moyo unaweza pia kupata shida. Ujiandae na hayo madhara mapema. Mimi najiandaa kukabiliana na madhara ya kushangilia zaidi, na nitashangilia. Na mechi natakiwa uishe mapema ili tupate muda wa kushangilia kabla giza halijaingia. Nzuri, leo si Ijumaa. Leo Ijumaa. Inshallah Jumamosi kesho. Ndio. Tutalala Jumapili ndio siku yenyewe mimi kushangilia. Watatunza hawa kumbukumbu. Wala hawana shida. Watatunza hawa. Few moments. Na ufanye vipimo. Wewe ufanye vipimo. Ni muhimu sana. Bali nimesema hata kwenye raha mtu usije kaona kama uko salama. Ufanye vipimo. Sawa. Hata kiingia daktari bingwa hapa akitazama tu wawili. Akaambiwa achague mmoja wa kuanza naye kwenye vipimo. Daktari sema tu ukweli. Daktari wewe ni mtaalamu. Wote mko vizuri. Jamani, asanteni sana. Tunashukuru jamani. Karibuni sana. Natumai hamna maswali waandishi, Maswali hamna? Utaratibu wa kuuliza maswali mmekuwa nao na muendelezo. Ni kwamba tunawashibisha sana au mnawahi ili mnyenyie mshibe? Unanielewa hapo?